Bwana asifiwe. Amen. Mimi niko na hitaji moja ya ndoa yangu. Tulioana 2022 kwa harusi na mume wangu. So tulikaa miaka 2 kama Mungu hajatubariki na mtoto. So bwanangu akapata insight kutoka kwa familia yao, akatoka katika ndoa. Kumbe ile wakati anatoka katika ndoa ndio Mungu amekuwa ametubariki. Nilitoka kazini nikapata ameenda. So tukakaa, ndo nikaendanga nikakuwa mgonjwa, nikapima nikapata niko na mimba hiyo time na ashaenda. Baada ya 2 years. So after ameenda akapata ametafutiwa bibi na wazazi. So wakakaa wakakuja wakaachana after amesikia nimeshajifungua. After umejifungua? So huyo wakati before then ikawa najaribu juu chini venye anaweza karudi katika ndoa, wakaniblock wote. Na wakaacha kuchukua simu zangu na nikaachana na wao. Nikaambiwa ameshaoa so nisiwahi mpigia simu. Mimi nikakaa nikalea mtoto. So ikafika time sasa wakaanza kunitafuta mimi. Kikakaa last month but one akakuja Nairobi. So akaanza kunitafuta, akasema anataka ndoa irudi. Murudiani. Nyumbani ni wapi? Kwetu ni Makueni na ni Western Busia. Yeye ni Mluya. Yeah. So ikawa after tumeoana tukiwa honeymoon alifunguka kwangu akaniambia babake hakuwa anataka like anioe. Awe Mkamba. Yeah, cause kwetu ni mbali, sijui. So mimi nikamwambia ungefanya venye wenyewe walikuwa wanasema. Akasema hapana, mimi nilifuata roho yangu. So ndo tukakaa. Ndio hiyo sasa mkiwa honeymoon alifunguka akasema. Aliniambia. Hawakutaka kuoe Mkamba. Kuna hizo naweza kubaliana naye 100%. Mimi nikioa hapo kuna watu walikataa nisimuoe Pastor Agnes. Mpaka nimelipa mahari. Nakumbuka siku moja nilikalishwa kikao mpaka saa 8 za usiku. Wanasema wachana huyo msichana usioe. Kwa hivyo wakati mwingine kuna roho ya ukabila, kuna roho ya wivu huwa inatokea. Lakini kama mtu ameamua na ni mpango wa Mungu, okay, kuna uamuzi wa mtu na kuna mpango wa Mungu. Uamuzi wa mtu unaweza vunjika, lakini mpango wa Mungu vunjikagi. Na ningesema tu ya kwamba unaweza mpa nafasi nyingine. Kwa sababu huenda hakupenda, huenda kilichofanywa ndicho kilimpelekea. Na kawaida makabila mengi, kijana akiwa mwaka wa kwanza wa pili kama hajapata mtoto, wanaweza kumwambia jaribu nje. Ukizaa nje ujue shida ni mwanamke, shida sio wewe. Lakini wamekosa kujua ni kwamba sometime mwanamke hana shida, mwanaume hana shida, lakini kuna nguvu za kichawi. Kwa hivyo naomba umsamehe. Ikiwa amerudi anakuambia anataka muishi na ni mtu mlioona kihalali, mliombea kwa madhabahu na uko na damu ya mtoto wake, mimi naomba umsamehe. Ninajua hakuna mwenye hajakosea. Umekosea, amekosea. Msamehe, akusamehe, msonge mbele. Kwa sababu mtu hujirudia. Mtu hujirudia. Na ikiwa wale wasichana wanajiuza pale kwa street, juzi nilikuwa town, nikapita mahali fulani, nilisikia kulia machozi. Wasichana wadogo, mwingine kwanza anavuta bangi, amevaa tunguo kama tule twa kuogelea, kanafika hapa mahali shati yangu inafika, alafu huku juu amevaa katopu kameishia hapa. Nilisikia kulia machozi. Hii ni mimba ya mtu, ilibeba miezi 9. Mama akapeleka kliniki, akalea mtoto akawa mzima. Leo yani bangi. Alafu kwa sababu hapo karibu kuna klabu iko karibu, alafu hapa kuna guest. Kwa hivyo wanasimama kwa mlango wa guest, penye mwanaume akimpenda hamtafuti guest mbali, mnapanda hapo hapo. Kidogo wakaanza kutukanana na mfanyakazi wa Muhindi. Akamwambia mimi nimekuja kuuza mwili wangu, wewe unauza plastiki, usiniletee. Nitakukamata. Na unajua ni mwanamke, nitakukamata mwanaume, utanijua mimi ni nani. Msichana si kwamba anavuta bangi kwa kujificha. Kwa hivyo ukiona mtu anaweza enda aone kule nje, hajaona kitu kingine kizuri, hajaona mtu mwingine anaweza ishi na yeye, msamehe. Nairobi hapa, hata si kwamba nilienda Ulaya, CBD, samehe your husband, msamehe my sister, kwa sababu huo ni mtihani wako na Mungu alijua unaweza kuupita. Kama amekuja, msamehe, maana yeye ndiye alikuwa wasi familia. Ukijua
unatengeneza boma yako. Na lingine la mwisho, kazi yangu. Sometimes naitiwa interviews za promotion, nikisha apply inaenda tu hivi chini. Unafanya kazi gani? Nafanya ya merchandising. Sasa leo utatoka na promotion. Umefanya nao miaka mingapi? Nimefanya na wao 4 years. Hii ndio mwaka ya 5. Toka! Kila mapepo sema tutoka. Umaskini, madeni, unasema inatoka. Wakati unasema inatoka. Kukosa kazi, kukosa ndoa, kwa damu mwana kondoo. Inatolewa. Sema tu. Sema tena. Ndio hiyo inatoka. Hiyo nyoka inatoka. Hiyo nyoka inatoka. Hiyo chura toa. Tapika kwa jina la Bwana majeshi. Tapika, tunatoa kila kitu, ijalishi ni roho ya pombe, roho ya ulevi, tunakamata. Sema tu toa. Sema toa. Toa hiyo. Toa yote. Toa katika jina la Yesu Kristo. Nini umesikia inatendeka ndani yako, my sister? Tulikuwa tunaomba kisema kutoka. Maana nimeona umetapika. Nimesikia kitu imeanza kutoka hivi, kakuja kanifunga hapa, kasikia kutapika. Ukasikia kutapika? Kwa nasikia kitoka kwa tumbo. Alafu iko na nguvu. Sauti. Kwa nasikia kitoka kwa tumbo, alafu iko na nguvu. Iko na nguvu inatoka tumboni. Sasa unajisikiaje mwili after deliverance? Najisikia niko mwepesi. Uko tofauti na before deliverance? Yeah. Shida yako ilikuwa umesema nini na nini? Kwa ndoa yangu, alafu mambo na kazi, mshahara. Yeah. Yesu amemaliza hiyo. Tumpe Bwana makofi jamani, kwa kile amemtendea my sister. Tumpe Bwana makofi. Nenda.